Karibu tena mtazamaji wa kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Nikukaribishe, na hapa tupo na mtumishi mwingine, mtumishi wa Mungu Mchungaji Jonathan Bulabo, na huyu tutakuwa naye tukiangazia mada inayosema jicho la ufahamu. Nikukaribishe, kama ndio kwanza unaungana nami, tafadhali usibadili kituo, kaa tuendelee kujifunza neno la Mungu vizuri. Naamini kuna mengi ambayo Mungu atakufundisha kuhusu somo hili ambalo tuko nalo hapa. Somo ni jicho la ufahamu. Kwa nini jicho la ufahamu? Mtumishi wa Mungu yupo hapa kwa ajili ya kutueleza mengi zaidi. Wewe cha kwako ni kukaa tu na kusikiliza, lakini kama utakuwa na swali unaweza ukawasiliana nami kwa namba ya 0655 77 07 96. Namba hizi ziko hapo kwenye TV yako, unaweza ukazikopi vizuri polepole na ukatuma ujumbe wako. Namba ni 0655 77 07 96. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Asante sana. Karibu kwenye kipindi na karibu Star TV. Asante sana. Nashukuru sana. Mungu akubariki. Amina sana. Amina, karibu amina. Tuweze sasa moja kwa moja umsalimie mtazamaji wangu hapa, na alafu tutaendelea kwenye mada yetu. Wow, asante sana ndugu mtangazaji. Nashukuru sana kwa ukaribisho wako na kwa nafasi hii ya pekee kabisa. Karibu sana. Kwanza tunamshukuru Mungu ametupa nafasi ya kufika mahali hapa, kama ndugu yangu hapa Madoshi Madoshi James alivyo nitambulisha. Naitwa Mchungaji Jonathan Bulabo, niko hapa Mwanza, na kwa leo tumekuja hapa kwa ajili ya kuangalia mambo machache katika Biblia, lakini pia katika maisha kwa ujumla. Na kabla tujaendelea, labda tumshukuru Mungu kwa sekunde kadhaa, alafu tutaendelea. Sawa. Tuombe. Baba, asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee ambayo umetupatia tena kuja kuzungumza mambo haya ambayo tunaamini ya kwamba yatamgusa mtu mmoja na kumpa tafakari kwa ajili ya kufikiria zaidi juu ya maisha yake ya imani na hata maisha kwa ujumla. Tunaamini ya kwamba utatusaidia na kuwa pamoja nasi mwanzo hata mwisho wa kipindi hiki, na maana kuamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Asante sana. Kama ndugu yangu hapa alivyoelezea mtangazaji kwamba leo tutakuwa na jicho la ufahamu. Kabisa. Na nafikiri kila mtu anaanza kujifikiria kwamba jicho la ufahamu ni kitu gani? Ni nini hiki jicho la ufahamu? Na kabla labda hatujaendelea zaidi, tunaweza tukaangalia kwenye maandiko matakatifu, kitabu kile cha Luka sura ya 11 na mstari wa 34 hadi 36. Biblia inasema, taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote unao mwanga. Lakini likiwa bovu, mwili wako nao una giza. Angalia basi mwanga ulio ndani yako, usije ukawa giza. Basi kama mwanga umeenea katika mwili wako wote, wala hauna sehemu iliyo na giza, mwili wako wote utakuwa mwanga mtupu, kama vile taa imulikiapo kwa mwanga wake. Amen. Haya ni maandiko matakatifu kutoka katika kitabu cha Biblia. Na ninaamini nazungumza na watu wengi, na wengine pengine sio wasomaji wa Biblia, lakini hili neno pia linamgusa. Tunapozungumza jicho la ufahamu, kwa mujibu wa haya maandiko, Biblia ni kitabu ambacho ni maneno ya Mungu ambayo Mungu ametupatia ili tupate kumfahamu, tujue mapenzi yake. Kwa hiyo Biblia ni kitabu ambacho Mungu ameelezea mambo mengi, lakini lengo lake kubwa ni kutaka kutuonyesha sisi wanadamu kwanza anatupenda, ambao kwa nini tunaishi katika maisha haya tulionayo. Kwa hiyo amejifunua kupitia maneno haya, akiwafunulia watumishi wake kutuonyesha mambo ambayo Mungu ana mpango nayo. Na lengo lake kubwa katika maandiko ya Biblia ni kwa ajili ya kutupatia uzima wa milele, ambao ni kitu pekee ambacho bado dunia haina ufumbuzi nacho. Kuna mambo mengi ambayo tunaona yana ufumbuzi na hapa na pale, lakini swala la uzima bado ni changamoto. Kwa hiyo Biblia lengo lake kubwa ni kwa habari ya uzima wa milele pamoja na mambo mengine ambayo yamo. Ndio maana maandiko yanasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Manake the end purpose of the Bible it is eternal life.
mengine ni nini? Ni nyongeza. Sasa wewe leo unaenda kanisani kwenda kutafuta nyongeza au kile ambacho Biblia inalenga. Nafikiri ni andiko ambalo watu tunaliimba lakini hatuliishi. Wengi wanaenda kanisani kwa ajili ya kutafuta nini? Nyongeza. Kutafuta nyongeza. Unaenda dukani kununua sukari, kabla hujatoa ile hela ya hela labda kilo ya sukari, unamwambia kwamba muuzaji, hebu niongeze kwanza kabla hujanunua. Ni changamoto. Kwa lazima tuelewe, lakini haya pia ndo mambo yenyewe ya jicho la ufahamu. Labda kwa hiyo katika maandiko haya tunapozungumza kwa habari ya taa, Biblia inamaanisha nini inapozungumza kwa habari ya taa ya mwili? Ni jicho. Kwa jicho ni nini? Kuna maandiko pia katika Mathayo yanasema kwamba jicho lako la kulia likikukosesha uling'oe. Sasa mimi nina swali hapa kwamba jicho lako halijawahi kukukosesha katika maisha yako? Halijawahi kukukosesha? Nafikiri jicho lako lishawahi kukukosesha. Kama lishawahi kukukosesha, maandiko yamekuamuru kaling'oe, na kama hujaling'oa nini maana yake? Kwa hiyo Biblia pia imeandikwa katika namna ya siri kidogo. Ina mambo ya siri kidogo. Kwa hiyo inapozungumza kung'oa jicho, haina maana kwamba jicho hili physical organ hili jicho ling'oe. Ina maana nyingine. Kwa tunaposema jicho, kwa haraka tunaweza kusema kwamba jicho ni mtu ambaye anakupa elimu, ama elimu inayokupa mwanga wa maisha, ama roho inayokuongoza wewe. Kwa hiyo Yesu aliposema kwamba jicho likikukosesha uling'oe, maana yake kama kuna mtu anayekuongoza katika njia ambayo pengine ni sawa, lakini sasa unaona anakukosesha, basi achana naye. Na aliongea pia kwa habari ya mkono wako wa kuume ukifanyaje? Ukikosesha ukate. Haina maana ya huu mkono tu ukata, na maanisha achana na hilo jambo. Kama ni mtu, achana naye. Kama ni roho unaona ilikuwa inakuongoza lakini inatoka kwenye mstari, achana nayo. Kama ni maarifa uliyaishi na ukayaamini lakini unaona kama vile inakutoa kwenye utaratibu, basi yang'oe, yaondoe. Basi tunapozungumza jicho la ufahamu, maana yake ni nini? Jicho la ufahamu maana yake ni ule ufahamu wa ndani juu ya dhana ama tukio fulani, ama tukio ambayo dhana hii inatumia akili ya ndani, ambayo mwanadamu ana mwili, ana roho na ana nafsi. Kuna akili ya ndani ambayo iko katika nafsi, na kuna akili ambayo iko katika roho. Kwenye nafsi pale kuna intelligence, uwezo ule wa kufikiria na kutafakari jambo, kama jambo hili ni sawa ama sio sawa. Lakini pia kuna intuition, ambayo hii ni sehemu ya roho, ambayo yenyewe inatupa tafakari za ndani kabisa, ambazo zinaweza kutupa majibu hata nje ya ufahamu wa kawaida wa mwanadamu. Kwa tunaposema jicho la ufahamu, maana yake ni nini? Ni ufahamu ama mtu wa ndani, ni ufahamu ama mtu wa ndani juu ya dhana ama tukio, kwa kutumia akili ya ndani ya roho na nafsi kama nilivyoelezea, ili kufikiri na kujua na kuelewa, ili tuweze kung'amua mambo yaliyofichika ama ukweli usioelezwa kuhusu maisha yetu na mazingira yanayotuzunguka. Kwa Yesu alipokuwa anazungumza jicho la ufahamu, Yesu wakati anakuja katika haya maandiko alikuta kuna walimu wengi wa dini, alikuta Mafarisayo, alikuta Waesene, alikuta watu wa dini nyingi, na viongozi wa dini kila mmoja alikuwa anafundisha anavyoweza. Kwa mfano kama Mafarisayo na Masadukayo, hoja yao kuu waliokuwa wanagombana, Masadukayo hawakuamini kwa habari ya roho, kufa na kufufuka, lakini Mafarisayo waliamini hicho. Kwa hiyo wakaanza kugongana wote. Kwa hiyo Yesu aliwaambia, alipokuwa na hubiri na kuambia kwamba jicho likikukosesha ling'oe, maana yake ni nini? Maana yake alikuwa anazungumza kwamba kama una kiongozi ambaye anaongoza maisha yako ya imani au maisha yako ya kawaida, ama una elimu fulani ambayo pengine uliamini na kuitumia, au kuna roho ambayo inakusukuma ndani, lakini kila unapofanya unaona kabisa unaenda nje na utaratibu, nje na neno la Mungu, nje na hali ilivyo, basi jicho hilo ling'oe. Kwa Yesu alikuwa anaosha. Sasa leo hapa tutaenda mbali zaidi. Kama nilivyosema kwamba tunasikilizwa na watu wengi, pengine wengine sio wapenzi sana wa Biblia, lakini jicho la ufahamu linaweza kumsaidia mtu huyo pia, naye likawa ni faida kwake. Kwa hiyo watu wengi hufikiri kuwa wanajua kile wanachokijua, au wanaamini kile wanachokiamini, au wanaishi kile wanachopaswa kukiishi. Kwa hiyo unaweza ukafikiri kwamba hiki ninachokiamini ninakiamini. Kwa kuna watu wanaamini wasichojua, wasichokiamini. Kwa nini nimesema hivi? Mtu yeyote anayeamini kitu katika maisha yake ambacho hicho kitu hana ufahamu wa kutosha,
hana jicho la tatu, wanasema watu wengine. Hana ufahamu ule wa ndani wa kutafakari kwamba hili jambo ni sawa ama sio sawa. Huyu mtu anaamini asicho kiamini. Maana yake yuko tu kama kwenye mkumbo fulani. Kuna watu wengine wanaishi maisha yao ya imani au yawe haya ya kawaida, unakuta anaishi tu, lakini ukweli kabisa hana ufahamu wa kutosha juu ya kile ambacho anakiishi au juu ya kile anakiamini au juu ya kile anakifahamu. Hana ufahamu au kile ambacho anasema nina maarifa juu ya jambo fulani, lakini hana uelewa sahihi wa kutosha. Unajua kuna tofauti kati ya maarifa na ufahamu. Maarifa maana yake ni kuwa na taarifa, kukariri taarifa kwamba najua hiki, lakini ufahamu ni ule uwezo wa kuzitumia hizo taarifa katika namna sahihi. Unazi-apply katika maisha, lakini pia sio katika, unajua ukiwa na taarifa, kwa mfano chukue mfano wa taarifa kwamba kuna taarifa kwamba pale huwa ni mlango wa kuzimu. Kwa hiyo inaanza kukupa hofu. Ukifika lile eneo lazima, unajua akili ni ajabu sana. Ukishaipa taarifa akili yako taarifa fulani inaikariri. Kwa ukifika ile eneo lazima inakushtua. Kwa hiyo jiandae kile ukifika pale unapata mshtuko. Lakini je, una ufahamu wa kutosha kwamba pale ni kuzimu? Kwanza kuzimu ni nini? Kwa nini kuzimu iwe hapa? Je, vitu gani vinaashiria kwamba hapa ni kuzimu? Wewe uliambiwa tu pale ni mlango wa nini? Wa kuzimu. Kwa hiyo unaona tofauti ya mtu mwenye taarifa na mtu mwenye ufahamu. Mtu mwenye taarifa ni yule mtu ana mambo mengi, anajua hiki, anajua kile, lakini hana ile fact. Hachakati na kupata majibu. Mungu ametuumba sisi kama viumbe huru. Mungu ametuumba sisi kama viumbe huru. Na ndio maana Yesu akasema kwamba ukitaka kunitumikia mimi, maana yake kumbe ni swala la kutaka. Lakini pia Yesu akasema kwamba uchague kati ya Mungu, kati ya baridi au nini au moto, usiwe vuguvugu. Kumbe tumepewa kuchagua. Kumbe hata swala la imani unaweza ukachagua amini ama usiamini. Maana yake kabla ya kuamini kitu, kabla ya kuwa muumini wa kitu fulani au mfasi wa kitu fulani, lazima utumie jicho la ufahamu, ambalo pia tumeona katika maandiko kwamba ulichunguze. Yesu mwenyewe alipokuja alianza kwa sentensi kwamba yachunguzeni maandiko hayo kama yananizungumza mimi. Maana yake aliwapa uhuru kwamba wayachunguze kama Yesu yanamprove kuwa kwamba yeye ndiye ambaye walikuwa wanamsubiria. Na kama sio yeye, wana uwezo wa kusema hatukutaki ama tunakutaka. Kumbe kila mtu anatakiwa kutumia jicho la ufahamu ili kuepuka sasa kwenda kuanguka kwenye madhara ya baadaye. Awe na jicho la ufahamu ili kila anachokiamini awe anakiamini kweli kweli, awe na uelewa sahihi, awe anakijua. Leo hii watu wanaambiwa amini tu, pokea, ishi hivi, fanya hivi. No. Kwa nini nipokee? Kwa nini niamini tu? Lazima tuwe na ufahamu sahihi juu ya kile ambacho tunakiamini. Amen. Kwa hiyo kwa ufupi, hiyo ndio zana yangu ya jicho la ufahamu. Kwa hiyo lazima tuwe na ufahamu sahihi kwa kile ambacho tunakiamini. Ukiunganisha na jicho la ufahamu, maana yake tupe sasa tutengeneza maana ya jicho la ufahamu. Okay. Lazima kwanza umesema lazima tuwe na tuamini kile ambacho tunakiamini. Sasa tuunganishe na kwenye jicho la ufahamu. Kwa nini tuwe na jicho sasa la ufahamu? Okay. Kwa nini tuwe na jicho? Na ni lazima kila mmoja awe na jicho la ufahamu. Usipokuwa na jicho la ufahamu, utaishia kuwa mtumwa wa kile unachokiamini. Kwa sababu utakuwa unapelekeshwa katika mambo ila sio kutoka ndani. Kwa hiyo jicho la ufahamu, it is inner awareness. Ni ufahamu wa ndani wa kuyajua mambo katika uwazi, katika ukweli wake, kwamba hiki kitu kiko hivi, hiki kitu kiko vile. Lengo langu ni nini? Ninasisitiza juu ya maarifa na ufahamu, kwamba watu wasiwe tu ile kuamini. Labda niongee tu wazi kidogo. Leo hii tukiingia mitandaoni, kila mmoja ni mchungaji. Leo hii tukiingia mitandaoni, kila mmoja ni mwalimu wa uchumi, mwalimu wa fedha, mwalimu wa ndoa, mahusiano. Lakini nataka nikwambie kitu cha ajabu kabisa. Watu wengi unaona mtandaoni wanafundisha. Kuna mambo haya mawili. Either ni content creator wanaotafuta pesa. Au mwingine kwa sababu mitandao ya kijamii ni sehemu huru, ni mtu aliye na maumivu anatuletea maumivu yake. Sasa anayekufundisha mwangalie. Kama anakufundisha maumivu yake, maana yake hupati elimu pale, hupati ufahamu pale, ila unajimezesha maumivu aliyopitia. Leo hii kuna mtu anasema kwamba bana hakuna wanaume. Je, ni kweli hakuna wanaume? Wanaume wote mbwa, kweli ni mbwa? Kwa hiyo ni maumivu ya mtu, na watu
wanakusikiliza kwa sababu unajua kuna watu wengine ni public figure anajulikana ni fulani. Sasa kujulikana si kwamba ana maarifa na uelewa wa kutosha juu ya kitu fulani anachokifundisha, bali wewe unatakiwa ukifuatilie katika uhalisia wake. Kwa hiyo jicho la ufahamu linaweza likangamua haya ni maumivu ya mtu au ni ukweli, au ndio ukweli wenyewe. Ni ukweli wenyewe. Kwa ni ile inner awareness, maana yake usiwe mtu wa kupokea kila kitu, bali kuwa mtu wa kuchunguza kila kitu. Usiwe mtu, rudia hii. Usiwe mtu wa kupokea kila kitu, bali uwe mtu wa kuchunguza kila kitu. Sawa sawa. Jifunze, sio kila mtu unaweza kujifunza kwake. Lakini jifunze kitu katika kila kitu. Jifunze kitu katika kila kitu. Yaani kitu kikitokea jifunze kitu. Lakini usingangane kukalili au kuyabeba kama yalivyoongelewa, kwa sababu nimekueleza kwamba kuna vitu viwili vinavyoendelea. Mtu ana maumivu yake, anaenda kuyafundisha. Je, hii elimu ameitoa wapi? Chanzo chake ni nini? Uhalisia wa maisha ya mwanadamu uko kwenye asili ya mwanadamu. Uhalisia wa maisha ya mwanadamu uko kwenye asili ya mwanadamu. Sawa sawa, tuishie hapa. Ndio. Mtazamaji, nikwambie tu kwamba hapa tuko na mtumishi wa Mungu Jonathan Bulabo, na kama unaendelea kuwa pamoja nasi, naamini kuna mengi ambayo umeweza kujifunza kutoka kwake. Nikwambie tu kwamba mchungaji huyu tunaangazia mada inayosema jicho la ufahamu, na kama una swali ambalo unataka kulituma, namba ni 0655770796. Huyu anasema habari hapo studio, mimi naitwa Angelina Fares kutoka Gailo. Mchungaji ubarikiwe sana, unafundisha vizuri sana. Asante sana. Umesema anaitwa Angelina Fares. Angelina, Mungu akubariki sana na karibu sana. Amina sana. Niambie tu mtazamaji wangu, unaweza ukatuma ujumbe wako kwa namba hiyo niliyokutajia, na ipo kwenye TV yako, unaweza ukaikopi. Sasa mtumishi wa Mungu, tuendelee. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuelezea kwamba jicho la ufahamu hasa leo nilitaka niangazie katika maeneo matatu. Kuna eneo la imani, eneo la akili ya kawaida, lakini kuna eneo la utamaduni. Eneo la imani, akili ya kawaida na utamaduni. Maeneo matatu. Nitafafanua kwa kama dakika moja wakati tunasubiria maswali. Natamani sana kupata maswali au kupata maoni ya wanaotutazama. Sawa. Kwa tunapozungumza imani, imani bila ufahamu au imani bila maarifa, hii ni hatari sana. Watu wengi wanaamini vitu na wanaviishi kwa muda mrefu. Na leo hii naweka tu wazi kwamba kuna watu ambao wameathirika katika masuala ya imani. Ninapozungumza hivi, kuna mtu mmoja ambaye amekata tamaa, hata hawezi kwenda kanisa lolote. Sitaki kusema ni nini kilitokea kwake, ila ni vitu gani vinatokea kwa watu, lakini ukweli ni kwamba kuna watu wengi ambao wamekata tamaa kwa sababu waliamini vitu lakini mbeleni wakakuta haviko sawa. Kwa hii inaleta changamoto sana. Kwa nini leo nimekuletea jicho la ufahamu? Usiamini kila kitu, bali chunguza kila kitu. Yesu alisema hata yeye mwenyewe afanyeje? Achunguzwe. Kuna hofu fulani ambayo huu inaletwa wakifikiri kwamba labda ukihoji hata masuala ya Mungu utakuwa unamkosea Mungu. Mungu ametupa uhuru. Yeye mwenyewe anasema kwamba njoo kwangu tuhojiane, tusemezane. Kumbe Mungu anapenda dialogue. Mungu haburu watu kwamba amini tu hata kama una ufahamu. Mungu anataka tumuelewe kwanza, ndipo tumuamini, halafu tumfuate. Mungu anataka hivyo. Kwa hiyo linapotokea jambo lolote ama dhana yoyote ama tukio lolote ama kitu chochote, lazima kwanza tukifanyie uchunguzi. Kwa hiyo mtu akiamini bila kuwa na maarifa sahihi juu ya kile anachokiamini, asubirie mbele kuja kuumia. Kuna kitu kinaitwa mapokeo. Watu wengi hawana imani ambayo imefanyiwa mchakato katika utu wao wa ndani. Hata ukimuuliza kwa nini unaamini hicho kitu? Basi tu naamini kwa sababu babu yangu aliamini, bibi yangu aliamini, basi anafanya hivyo. Lakini yeye mwenyewe hana fact. Manake huyu ni mtumwa wa fikira. Huyu anaishi katika hali ya mapokeo. Ninataka kuzungumza na mtu fulani. Hebu chunguza kile unachokiamini, kama kweli unakiamini au ni mapokeo tu, au ni mkumbo tu, au kwa sababu nikikuta. Je, kama kina madhara au kina shida kwa baadaye? Kuhakikisha katika kile unachokisikia lazima ukifanyie uchunguzi. Lakini pia katika eneo la akili nimeelezea pia kwamba
akili manake ni ufahamu, uelewa. Na akili hii inakuja baada ya kupokea taarifa. Ile taarifa inatengeneza habari fulani ambayo habari hii unaweza ukaiishi. Kwa mfano, kwa nini wewe unafanya biashara fulani? Kwa nini wewe unasali wewe ni muumini wa kanisa fulani? Kwa nini wewe unafanya jambo fulani? Manake umekusanya taarifa, baadaye ukaziishi, ndipo ukaanza kuziapply katika maisha yako. Amen. Kwa hiyo kitu katika eneo la akili ni kitu gani nataka kuizungumza, kwamba hakikisha unachuja. Mwanadamu ana utu ule wa ndani ambaye ni nafsi. Nafsi ina hisia, ina akili na ina maamuzi. Hisia ni kile kipokea taarifa. Sasa ukipokea taarifa kwenye pale hisia ni pale kwamba taarifa imeingia. Ndio maana kila mtu ana hisia. Umefiwa, mwingine atalia, umefiwa, mwingine atazimia. Manake, lakini nini utachukua maamuzi sasa? Maamuzi baada ya kupokea taarifa utachukua maamuzi gani? Sasa ukichukua maamuzi ya hisia, utarajie kuumia. Kwa sababu hisia sehemu ya hisia inapoguswa na taarifa huwa ina react, huwa inajihami. Ndio maana una akili ya kuchambua hii taarifa kwamba nimefiwa, hii amekufa kabisa na mimi nakufa. Huyu ametumia maamuzi gani? Ya hisia. Ila mwenye akili atarudi, kufa ni kawaida, kifo kipo, tumeandikiwa kufa. Kwa akili inachukua maamuzi gani? Nijitie moyo, tujue namna ya kulikabili jambo hili. Hivi unajua kwamba asilimia kubwa ya watu duniani leo wamechukua maamuzi juu ya maisha yao kupitia hisia na sio akili. Akili ndio inachakata na kuchuja mambo. Kwa hiyo inapokuja taarifa yoyote, iwe ya kiuchumi, iwe ya kibiashara, ya kinini, lazima ufanyeje? Uichuje kwanza, ndipo uweze kuitolea nini? Uweze kuitolea maamuzi. Na kwa maana hiyo, kwa hiyo kupata, kwa mfano ukipokea taarifa mbaya, kushituka ama ile hisia ya maumivu, sio shida. Sio shida. Ile shida ni maamuzi utakayochukua baada ya lile tukio. Hisia tunaachana. Kwa mfano, wanaume na mwanamke zinaachana, lakini pia mtu na mtu zinaachana. Wanaume wengi hisia zetu kidogo huwa ni akili yetu iko juu sana. Wanawake, hata tukiingia makanisani, wanawake wengi ndio wanaingia rohoni mapema sana. Wanawake wenyewe ni yani akili zao huwa kidogo yani zinakuwa zimezidiwa na hisia. Kwa hiyo akiwepo mtu ambaye anaweza akatumia udhaifu wao huu ambao pia na Biblia inazungumza, anaweza akawapoteza kama akiwapa taarifa ambazo sio sawa. Na hii yote ipo kwenye jicho la ufahamu, ambayo ndio mada yetu kwa sisi. Akapo linachuja. Jicho la ufahamu linakusaidia, ni inner awareness. Ni ule inner awareness, maana yake ni ule ufahamu wa ndani wa kuyachakata mambo ili kuyatolea maamuzi sahihi na kujua kwamba hii taarifa niliyoipokea au dhana hii au tukio hili. Unajua kuna tukio unaweza kulifurahia leo, lakini jicho la ufahamu linakupa kuipima hiyo taarifa kwamba baada ya siku kadhaa nini kitatokea, baada ya miaka 5 nini kitatokea. Sio tu kuishi, sio tu bila kuchuja na kupima jambo. Yani ni kama jicho, ni kama vision, ni kama taa inayochambua mambo na kukuonyesha tunaelekea wapi kwa dhana hii. Inaweza kuwa dhana nzuri na inafurahisha, lakini mbele yake kuna mauti. Inaweza kuwa dhana ambayo inaumiza, lakini mbele yake kuna neema. Bila kumchanganya mtazamaji wetu hapa kwamba hili jicho la ufahamu sio jicho la mwili analoliona kabisa. Ni zaidi kitu cha ndani. Ni zaidi ya vile unavyoweza kuona, kuhisi au kusikia. Mimi naweza nikasikia mtu amenitukana au taarifa fulani imekuja, mimi sintaichambua kutokana na alivyoongea. Unajua kuna mtu anataka kupiga kofi, lakini kwa hisia unaweza kumrudishia, lakini kuna makofi mengine ya kumrudisha mtu kwenye akili. Umeona anaropoka. Hujawahi kuona mtu anampiga mtu kofi ili arudi kwenye hali yake ya kawaida? Kwa sawa. Ukijibu kwa akili, kwa hisia za mwili, ni ngumi hizo. Lakini kwani amenipiga kofi? Amenidharau. Au kuna hali mbaya imetokea. Kwani nipige kofi, huyu mtu ananijua, ananifahamu. Kumbe alikuwa anataka kurudisha kwenye nini? Attention. Uwe na ina awareness kwamba unataka kukosea. Kumbe kuna mambo yanaweza yakatokea katika maisha ambayo ni mabaya, ila yakawa na matokeo mazuri, au mengine yakawa mazuri yakawa na matokeo mabaya mbele, au mazuri yakaleta uzuri na mabaya yakaleta ubaya. Kwa hiyo inategemea. Ila kitu gani kitakachokusaidia kujua uzuri ama ubaya wa jambo? Ni jicho la nini? La ufahamu. Kuona ama kusikia ama kuhisi zaidi ya vile unavyoweza kuona.
Sawa, tuendelee mchungaji, na baada tutapata muda kidogo kwa ajili ya message. Naona watazamaji wetu hapo wamefurika kwa message. Wamefurika kwa message. Basi tuangalie kwa habari ya utamaduni, nimalizie hapo. Tumeongelea imani, tukaongelea akili, sasa tunakuja kwenye utamaduni. Utamaduni ni nini? Utamaduni ni staili ya maisha ambayo kuna mila na desturi. Ni staili ya maisha ambayo imebuniwa na mtu fulani ama jamii fulani, na mara nyingi utamaduni huwaga una sababu nyuma yake. Sasa leo tuna changamoto kubwa ambayo tunayo katika jamii zetu kwamba utamaduni tunaiga. Usiige utamaduni. Hiyo unaweza ukajifunza, kwa sababu utamaduni ni kitu binafsi kinachozaliwa ndani ya mtu. Ni mtindo binafsi wa mtu anavyoishi, au ni mtindo ambao jamii husika inafanyaje, inaishi. Tungeenda kwenye sitaki kwenda kwenye maandiko kupitia hili andiko letu, kwa sababu Yesu aliwakuta watu wana tamaduni zao. Wana tamaduni, labda tamaduni za Kifarisayo, tamaduni za Kiesene, tamaduni za Mafarisayo, Masadukayo na wengine, na Maherodia walikuwa na tamaduni zao. Lakini je, tamaduni zao zilikuwa sawa? Zilikuwa zina style yao ya kuishi au ya kuamini ilikuwa sawa kwa mujibu wa neno la Mungu? Unajua siku zote katika maisha lazima uwe na standard. Wewe unayapimaje mambo? What is your standard? Mimi ungeniuliza binafsi, my standard is the Bible. Namshukuru Mungu kwenye Biblia kidogo Mungu amenipa neema. I know the Bible. Kwa hiyo standard yangu ni nini? Ni Biblia. Watu wengi hata kwenye Biblia yenyewe hawaijui. Sasa kipimo chako chenyewe haukijui. Hiyo ni changamoto. Kwa kuna watu wanaishi wasichokiishi, wasichokijua kama hujui kipimo. Na hii ndo kazi ya jicho la ufahamu. Jicho la ufahamu linakurudisha kwenda kukijua kwa undani zaidi kile unachofanyaje, unachokijua. Ili kwa sababu tunapozungumza utamaduni ni mtindo wa nini? Wa maisha. Je, unachokiishi ndio inayopaswa uishi? Au unaishi tu kwa sababu umekuta utamaduni maisha? Hasa kwenye utamaduni kuna mambo mengi, lakini kwa ufupi ni hivyo. Ningeongea utamaduni katika jamii zetu, mambo haya mambo yale, lakini ninachozungumza kwamba utamaduni ni kitu binafsi, kitu kikubwa leo ambacho kuna mambo mengi katika utamaduni. Mungu akitupa nafasi wakati mwingine tunaweza kujikita hapa, kwa sababu hapa kuna shida nyingi. Watu wanaiga, umeona mtu anakuja hivi na kuna watu pia hapa, nitoe onyo, utamaduni sio imani. Mambo ya imani ni tofauti mambo ya utamaduni. Na ndio maana kwa mfano leo katika Biblia Yesu alizaliwa Israeli, si ndio? Kuna mambo ambayo Yesu aliyakuta katika nchi ya nini? Ya Israeli, ambao ulikuwa ni utamaduni wa kawaida katika watu wa nini? Wa Israeli. Kwa mfano walikuwa wanavaa mavazi gani? Wewe unafikiri kama walikuwa wanavaa yale majoho yao, halafu Yesu atokee na suti? Angeeleweka? Kwa hata Yesu ilibidi aingie kwenye utamaduni ule ili aweze kutimiza kazi yake. Kwa hiyo usinilazimisha sasa mimi labda na mimi nivae nini? Sio dhambi kuvaa, lakini usinipe sheria kwamba wewe unavunja imani kwa sababu hauvai kama Yesu alivyokuwa anafanyaje? Kwa nini Yesu alivaa vile? Kwani Mungu anavaa mavazi haya ya mwili? Vazi la Yesu ni matendo ya haki. Tunapozungumza vazi kiroho ni matendo ya nini? Ya haki. Hili ndio vazi linalounganisha ulimwengu wote. Hakuna mtu atakayeenda mbinguni kwa sababu anavaa vizuri au vibaya. Japo mavazi pia na yenyewe lazima yapimwe. Usivae mavazi ya kukwaza wengine. Lakini hakuna vazi zuri kwa mimi nimevaa suti, tumevaa hapa suti ndio watakatifu sasa tunaenda mbinguni. Naweza kuja na t-shirt na jinsi yangu na tukaenda mbinguni na aliyevaa suti. Na pengine kwa kasiti ya mbele. Kwa sababu kuna vazi ambalo linatuunganisha sote, linaitwa matendo ya nini? Ya haki. Matendo yako ya haki, matendo yangu ya haki ndio vazi linalotuingiza wapi? Mbinguni. Kwa kuna watu wanachanganya utamaduni na nini? Na imani. Kuna mambo mengi sana, lakini elewa tu kwamba utamaduni ni style ya kuishi, lakini elewa utamaduni ni kitu binafsi kwa mtu ama kwa jamii husika, na kina mahusiano ya mbali sana na imani. Mbali sana. Kwa kuna mambo Yesu aliyafanya kwa sababu alizaliwa Israeli. Leo Yesu angezaliwa Tanzania, nafikiri tungeona mlima Kilimanjaro kwenye Biblia. Ndio tunataka mlima Mzeituni. Unafikiri kitu gani kinachovumika duniani Tanzania kama sio mlima Kilimanjaro? Kama Yesu angezaliwa kanda ya ziwa, ilimpasa Yesu akatoka Mwanza, akaenda mpaka Kilimanjaro, akapanda mlima Kilimanjaro. Tungeona. Kwa utamaduni unahusisha mazingira, utaratibu. Leo tunaona mizeituni, ni chakula kilichokuwa kinapatikana kule. Huku Mwanza tulikuwa tunalima pamba, tunalima sipi mahindi, alipofika kwenye shamba la pamba labda pale Nzega, Yesu akasema. Lakini mazingira ya Yesu yalikuwa ni ya wapi? Ya kule. Kwa bila shaka alitumia mifano aliposema mtini mmoja ndio ulikuwa unapatikana kule.
Kwa hiyo wengi tumechukulia yale mazingira tunaona kama vile ndo mbinguni. Leo hii kuna mfano mafuta ya mzeituni. Inaonekana mafuta ya mzeituni ndo kitu cha thamani kwa sababu Mungu alikitumia kwa sababu ya yale mazingira. Kweli labda kuna sababu za kiafya na mambo mengine ya kitaalamu zaidi, lakini ukweli ni kwamba utamaduni ni kitu binafsi katika mazingira husika au style ya mtu binafsi. Kwa hiyo usiige, ila unaweza kujifunza. Sawa, mtumishi wa Mungu, twende kwenye message kidogo. Karibu sana. Huyu anasema naitwa Michael, niko Dar es Salaam. Watu wengi wamekosa maarifa ya Biblia kwa kukosa walimu wazuri wa neno la Mungu. Hivyo wamepotoshwa sana, hasa kupitia hii miujiza ya uponyaji, fedha na kadhalika. Huyu anatoa mawazo yake. Asante sana Michael Niko kutoka Dar es Salaam. Message ni nyingi kidogo lakini nitasoma chache. Huyu anasema jicho la ufahamu, mada nzuri sana. Swali langu ni sahihi kusali au kuabudu siku ya Jumapili? Musa anaitwa Musa kutokea Katavi. Sasa swali lake hili unaweza kulijibu kwa kifupi sana. Hamna shida. Unajua, asante sana. Tunapozungumza kwa habari ya siku, ni somo pana kidogo. Tunapozungumza siku ya Jumamosi au Jumapili, niseme tu Mungu akitupa neema pengine tutakuja kuifafanua hii. Lakini ukweli ni kwamba kusali Jumamosi ama Jumapili, kwanza nyuma yake kuna mapokeo na kuna misimamo. Lakini Biblia imezungumza siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya saba. Mimi nina swali. Nani aliyeleta Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Jumamosi? Na kuna uhusiano gani kati ya huyu aliyeleta hizi Monday to Sunday na Biblia inayozungumza siku ya kwanza mpaka ya saba? Kuna uhusiano gani? Kama una proof ya hapo, tunaweza kwenda kuitafuta siku ya saba ni ipi. Sasa kama kuna proof, tunaanzia hapo kwanza. Unajua jicho la ufahamu linataka kwenda kwenye origin, asili ya kitu. Hiki kitu kilitokea wapi? Hizi siku tulizonazo zimeundwa na watu tu akili. Mambo labda niseme tu kwamba maisha tunayoishi hapa leo, ukweli ni akili za watu. Hata hapa tuko kwenye TV, ni mtu aliyefikiria kwamba naweza nikarekodi na nini, aliyekaa akafikiri. Pengine mimi nawazaga aliangalia kwenye jicho, akajiona kwenye jicho la mwenzake. Akasema siwezi kutengeneza kitu cha kurekodi. Leo mpaka tunarusha mitandao, ma satellite, ni development, lakini ya mtu huyu aliyekaa akafikiri. Kwa hata hizi siku hizi na nini, dunia kidogo imekuwa blinded sana. Ukiangalia katika asili ya maisha yetu, hiyo siku nitakuja labda tukipata nafasi, tutakuja kuongelea asili ya mwanadamu ni nini, tumetoka wapi na siku zilitoka wapi. Lakini kwa mujibu tu ni kweli kwamba ukiangalia katika ulingano wa chunguzi wa maandiko na hizi siku walivyochunguza, wakagundua kwamba kweli Sunday ndo Jumapili na Jumamosi. Lakini msimamo wa Biblia ni upi? Katika Agano la Kale walisali siku ya Jumamosi, is okay. Lakini katika Agano Jipya wanasali siku ya Jumapili. Sasa kusali Jumamosi au Jumapili sio swala la kumhukumu mtu, kwa sababu hata hiyo siku ya saba maana yake ni nini? Sio hizi siku. Kwamba kama umeitunza sana Jumamosi sio tiketi ya kwenda mbinguni. Ama umeitunza sana Jumamosi sio tiketi ya kwenda mbinguni. Siku ya saba maana yake ni utimilifu wa nyakati, Mungu atakapokuja kukamilisha kazi yake. Kwa sababu Mungu aliumba dunia hii kwa siku ngapi? Kwa siku 6, siku ya saba akapumzika. Kutoka Adam mpaka leo historia ya Biblia ina miaka 6000. Siku moja kwa Mungu ni siku 1000. Maana yake tumeshamaliza siku 6000. Maana yake sasa hivi tunaelekea siku ya saba. Kwa hiyo siku ya saba yake ni miaka 1000 ya utimilifu wa kazi ya Mungu. Ndio maana Kristo anakuja kutawala miaka 1000 duniani. Ndio siku ya saba tutakapopumzika na Kristo. Kwa hiyo ndo maana halisi. Ile ilikuwa tu ni kama mfano ambao ulikuja unamaanisha kitu kikubwa. Tumebakiza raha moja ya Sabato. Nayo nini? Sabato maana yake ni ule utimilifu Yesu atakapokuja kukaa na sisi tena. Kwa ufupi tu ni hivyo, ni mambo mengi. Sawa, ukipata nafasi mchungaji tutalizungumza hili na mtazamaji atakuelewa vizuri zaidi. Wewe unasema naitwa Edward Kasoga kutoka Ukerewe, Ukara. Hongera mchungaji kwa mafundisho mazuri. Huyu anakupongeza. Asante sana. Huyu anasema naitwa Daudi Thomas kutoka Arusha. Mchungaji ubarikiwe sana, mafundisho ni mazuri. Huyu naye pia anapongeza. Huyu anasema naitwa James. Amina mchungaji, nimebarikiwa. Asante James kwa kubarikiwa. Huyu anasema naitwa Williams, nipo Kagera. Abarikiwe sana mchungaji, nimeelewa sana. Huyu sawa. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Huyu mchungaji Jonathan anapatikana studio na au mazingira yapi? Naitwa Pauline Mathayo, niko Kiamyorwa, Kibaoni, Muleba. Sasa mchungaji atakwambia hapo baadaye anapatikana wapi. Huyu anasema nawapata nikiwa Songea by Juma. Huyu anasema Mika Erasto wa Nyamagana, Mwanza. Mtumishi hao wanaojiita mitume wa falme na Mungu hapa duniani ni sahihi? Anasema Michael Erasto wa Nyamagana, Mwanza. Mtumishi hao wanaojiita mitume wa falme na Mungu hapa duniani ni sahihi?
Labda tu ni sebe kama kuna ugonjwa mkubwa duniani ni ugonjwa wa imani. Imani ni ugonjwa. Hakuna mtu ambaye nimesema imani ni ugonjwa, ni kwamba nimegeneralize kwamba ukiwa na imani, maana hata mimi nina imani, kwa mimi ni mgonjwa. Ugonjwa unatokea wapi? Kuamini kile usichokuwa na ufahamu wa kutosha, huo ndio ugonjwa. Siko hapa kujaji anayejiita mtume kwa sababu sijajua alivyofikiri mpaka akajiita hivyo au alikutana na nini. Lakini Biblia inasemaje? Na ukweli unasemaje? Hilo ndio jibu langu. Sasa wala kwamba wanaojiita sijui kama wameitwa au wameitwa na watu au wameitwa na Mungu au shetani, hiyo sio kazi yangu. Mimi kazi yangu ni kukufundisha Biblia inasema nini au uhalisia wa maisha unasema nini, wewe utachagua uamini au usiamini. Kwa mimi hapa nataka tu nikwambie kwamba kujiita ama kutokujiita, ndio maana unatakiwa wewe mwenyewe unayeuliza swali uwe na jicho la ufahamu la kuchunguza sasa Biblia inasemaje, uhalisia wa maisha unasemaje, na hawa wanaenda vipi. Basi ni kuchagua, kama Yesu alisema kwamba chunguzeni maandiko muone kama yananihusu mimi, ili mchague kama ni mimi ndiye ama sio. Wao ni akina tusiwachunguze. Hata mimi lazima unichunguze. Ninachokisema ni sawa? Turudi kwenye asili, turudi kwenye Biblia inasemaje. Mimi standard yangu nimesema ni neno la Mungu. Wewe standard yako ni nini? Kwa usiwapime tu kwa kuangalia, kwa sababu uwezo kanihukumu kwa sababu nimejiita mfalme au nimejiita nabii. No, nichunguze kwa matunda. Je, matunda, tunaposema matunda maana yake ni neno. Maneno yanayozungumza ni kweli, ni neno au matendo ya haki. Tunda ni neno au matendo nini ya haki. Kwa neno anazungumza ile neno liko sawa sawa na standard yako. Hapo sasa lazima turudi kwenye standard. Asante sana. Sawa. Mchungaji, ulizungumzia kuhusu mavazi na huyu anasema mavazi ya kuwakwaza wengine ni yakoje? By Mchungaji Daudi. Asante sana. Nitaenda kwa haraka. Tuna utamaduni. Kwa mfano, wewe umezaliwa kwenye familia ambayo baba yako na mama yako hawapendi kabisa uvae, labda binti, labda nichukue mfano ambao unaeleweka au unajulikana kwenye jamii, usivae nguo fupi, usivae sweza kubana, usivae hivyo. Wazazi wako ndio wamekulia katika utamaduni huo. Actually mtu akiwa mtu mzima na uhuru binafsi nini afanye na nini asifanye, sio shida kabisa. Sasa kuna maisha binafsi ya mtu, lakini kuna maisha imani. Kiuhalisia kabisa Biblia imetueleza tunapoenda mbele za Mungu lazima tuvae mavazi ya kujistiri. Maana yake kwa sababu wanadamu tumeumbiwa tamaa, na tumeambiwa kwamba tamaa sio dhambi. Tamaa ni ya kila mtu, kwamba ikimbieni tamaa. Maana yake tamaa kila mtu anayo. Hakuna maombi ya kuondoa tamaa. Ni maumbile ya nafsi zetu zilivyo binadamu. Sasa tunapoenda ibadani tuna focus kwa ajili ya kumwabudu nani? Mungu. Sasa nitakapoona vazi ambalo pengine linaonyesha maumbile ya binti kwa sisi wanaume, lazima nitafanyaje? Nitatamani naone mwanaume labda kijana na six pack afa amefungua kishikizo mpaka hapa macheni na nini. Kwa hiyo mdada hata abudu, utamtoa kwenye concentration. Lengo la Mungu kuzuia hayo mambo sio dhambi direct, ila ni kutoa concentration au ule utofauti, kwamba mtu ameenda anang'aa sana. Unajua mwingine amepaka vitu mpaka amekuwa kama yeye ndio kama celebrity pale ibadani. Sasa mwingine amevaa viatu, sasa akipita hivi ni changamoto. Kwa hiyo fuata utamaduni wa eneo husika ili usilete michanganyo. Kuna wazazi wengine ukivaa pensi is okay, ni utamaduni ambao wamejijengea na watoto kwao sio nini shida. Ndio wanasema kwamba utamaduni ni kitu binafsi kwa mtu, familia, jamii na namna. Ila wewe unapofanya mambo kinyume na jamii yako ilivyo, hutapokelewa. Nimekupa mfano mzuri. Kwa mfano Yesu angeenda Israeli na utamaduni wa Kiafrika, wasingempokea. Ile ilibidi avae utamaduni wa nini? Wa Kiyahudi, ili wajue huyu ni mwenzetu. Au angeenda na utamaduni wa Jamaica marasi na nini. Kwa kuna watu labda rasi ni dhambi, kwa Wajamaika sio shida. Ila kwenye jamii yetu nitakushangaa unavuta bangi nitakwambia hivyo, lakini kumbe ni mapenzi tu binafsi. Kwa hiyo swala ukiwa mtu mzima kweli kuna mambo ambayo unaweza kufanya kwa uhuru wako, no problem. Lakini kama una imani unaenda kanisani, lazima ufanane na maadili ya kanisani. Kwa hiyo mavazi tunayosema lazima ufuate eneo, lakini kuna ibada. Kwa habari ya ibada lazima ujistiri. Sawa. Amen. Huyu anasema mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa huyu ni Catherine sasa, kutoka Masama. Nashukuru sana ufundishaji, umefundisha vizuri. Mimi nina swali, naomba unisaidie katika jicho la ufahamu. Mimi unakuta naota ndoto, lakini nikiamka nimeshasahau, inakuwa shida. Ni baba, naomba unisaidie. Sasa ameunganisha maneno kidogo, kwa hiyo alichokimaanisha ndio hicho kwamba akiota ndoto akiamka amesahau. Okay. Sasa
hilo ni swala la akili. Swala la akili. Japo ndoto zina uhusiano na roho, lakini pia na nini? Na akili. Katika somo la ndoto hakuna mwanadamu ambaye huwa haoti. Na kikawaida kila mtu huwa anaota ndoto 3 mpaka 7 kila siku. Kwa hata wewe ndugu mtangazaji leo umeota 3 mpaka 7. Umeota. Unakumbuka au ukumbuki? Umeota. Sasa ndoto zinatokana na nini? Moja, maisha ya kawaida. Tunataka ndoto za ugali. Umeshiba sana au umefanya mambo au kuna kitu ukiwaza sana lazima uote. Lakini kuna ndoto ambazo zinaletwa na adui kweli, kwa sababu duniani tuna roho kumbi. Kuna upande wa shetani na upande wa nani? Wa Mungu. Sasa sipo hapo kufundisha ndoto. Lakini swala kusahau ndoto, kuna mbinu za kibiblia lakini kuna mbinu tu za kawaida. Na kwa nini unataka kuzikumbuka hizo ndoto? Ndoto ina kazi gani? Kwa nini ndoto? Lazima tuelewe. Usihangaike sana. Kama una maarifa ya kutosha juu ya maisha yako, ndoto haina maana. Kama unajua wewe ni nani, unaenda wapi, unatoka wapi, uko wapi, unaenda wapi, ndoto haina kazi sana. Lakini kwa sababu ndoto kubwa kabisa ambayo nataka mtu awe nayo ni vision ya kula nakoenda juu ya maisha yake, iwe ya imani, iwe ya kawaida. Lakini kuhusu ndoto sasa ni kitu kingine, kwa sababu kuna vitu vya ziada tunaweza kuvipata kutoka katika ulimwengu usioonekana kupitia ndoto. Sasa kidogo kuna elimu kidogo, safari ngumu kidogo, inahitaji muda. Kwa hiyo kipengele hapa kidogo kako deep. Sawa. Lakini kuhusu kusahau, kuna mbinu tu za kawaida. Kama unaamini kuomba unaweza kaomba, kama una haja sana kuzipata hizo ndoto, lakini pia kujifanyia mazoezi mwenyewe. Ukiamka kabla hujafanya jambo lolote, unaomba, unatafakari, unafanya meditation. Akili kitulia huwa ina rewind kile kilichotokea nyuma. Kwa ni muhimu kwanza atambue hii ndoto ipo kwenye aina gani kati. Lazima utambue. Kwa sababu unaweza kuwa unangangania ndoto, kumbe pengine unakuwa unaota labda kwa sababu mazingira yako tu. Kuna watu wengine wanaota ndoto za mazingira, alafu anasema Mungu kawaambia. Kwa mfano umesikia taarifa au ulihisi au hisia yako kwamba yule mama ni mchawi na kweli ukamuota. Sasa ni bora usahau, maana yako ukikumbuka kesho ni vitu. Maana wewe unaamini ndoto ni Mungu kasema. Kwa hiyo ndio maana kwenye ndoto hapo lazima tuwe makini kidogo. Sawa. Asante sana. Sawa. Huyu anasema habari mtumishi wa Mungu. Naitwa Lameki Isaya. Utajuaje kwamba mtu anachokifundisha ni maumivu yake? Nipo Nyegezi, Mwanza. Kidogo kuprove ni ngumu, lakini lazima uwe na standard. Lazima uwe na nini? Na standard. Elimu ya kweli ni elimu ambayo ina kipimo. Kwa mfano umekuja kufundisha nini? Je, uhalisia wa hicho kitu ni upi? Standard yangu mimi ni Biblia. Kama mtu akifundisha nje ya Biblia, nitajua aidha amekopi sehemu au anafundisha ya kwake mwenyewe. Kwa lazima uwe na standard, ndipo utajua kwamba anachokifundisha ni maumivu. Maumivu ya watu, kwa mfano, anaongea kwa hisia. Kwa mfano kama ni ndoa, anaongea kwa hisia na kutamka maneno ambayo kidogo yanaleta tashwishi au yanaleta sintofahamu. Utaona tu kama mtu ameumizwa, watu wabaya, usiamini mtu. Sasa usiamini mtu kweli, tuwe na tahadhari na kila mtu. Lakini lazima uamini watu ili pia upate kufanikisha mambo yako. Kwa mfano wewe usingeniamini hapa, ungesema bwana wewe hatukuamini, toka hapa usifundishe. Lakini kumbe leo unagusa watu hapa. Lakini msingeniamini. Kwa lazima pia tuwe na tahadhari, lazima iwepo. Lazima tuwe wachunguzi. Ndio maana nikasema kwamba usiwe mtu wa kupokea kila kitu, ila uwe mchunguzi wa kila kitu. Jifunze kila kitu. Kwa hiyo ndo jibu sahihi la kujua huyu anafundisha kweli ama sio kweli. Standard. Sawa. Sasa mchungaji, muda wetu nakimbia sana na message zipo nyingi kiukweli, na tukisema tuzisome zote hapa nadhani tunahitaji risali nyingine la ziada. Sasa niombe uzungumze na mtazamaji wako kitu cha mwisho ambacho uitamani kukizungumza kabla hatujahitimisha. Kwa dakika ukitumia 1 mpaka 2 itapendeza zaidi. Wow, asante sana ndugu mtangazaji. Moyoni mwangu nina huu mzigo wa jicho la ufahamu. Kitu ambacho nataka nizungumze kwamba maisha haya tulionayo, watu wengi wanaishi maisha ya kukopi, maisha ya kuiga, maisha ya utumwa wa fikra. Ninachotaka kwamba, ama wito wangu kwa watu ni kwamba tujitahidi kuchuja mambo. Si kila mtu anaweza kuwa mwalimu wa maisha yako. Japo unaweza kujifunza kitu kwa kila mtu, lakini si kila mtu anaweza kuwa mwalimu wa nini? Wa maisha yako. Tuwe watu wa kuchuja. Leo hii tuna jamii iliyochanganyikiwa. Jamii ambayo haieleweki inaenda wapi. Kulia, kushoto hatuelewi. Kwa sababu ya nini? Ya walimu wengi waliotokea, mafundisho mengi, iwe katika imani, iwe katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo jifunze kuchuja, lakini jicho la ufahamu, uzuri wa jicho la ufahamu linamuibua wewe wa ndani, ambaye wewe wa ndani ndiye anayejijua yeye ni nani, yuko wapi na anaenda wapi.
Kwa ni jambo, kitu kingine ambacho namwachia mtazamaji wangu hapa, je, unajijua wewe wa ndani ni nani? Unatoka wapi, uko wapi na unaenda wapi? Asante sana. Sawa. Sasa mtu akitaka, maana kuna meseji nyingine hapa zilikuwa zinasema kwamba anahitaji maombi, anahitaji msaada. Okay. Sasa mtu akitaka kukupata nje ya hapa anaweza kukupata vipi? Actually mtu akitaka kunipata hapa kwa mafundisho zaidi, nimeanzisha account ambazo ndo nimezianzisha za Jicho la Ufahamu. Actually nimepata hiki kitu kutoka ndani yangu. Kwa hiyo nimeanzisha account za Jicho la Ufahamu TikTok, Facebook na YouTube. Kwa hiyo unaweza ukaangalia Jicho la Ufahamu, na muda sio mrefu nitaanza kuweka nondo kule ambazo zitawasaidia watu. Kwa hiyo mtu ili kuzipata anatakiwa aandike Jicho la Ufahamu. Facebook wapi huko tutakutana. Japo ndo naanza, lakini kuanzia wiki ijayo mambo yatakaa vizuri. Labda kama naweza kutoa namba pengine kwa mtu aliye anataka kupata msaada zaidi kwa hapa, kama kuna kibali hicho. Karibu. Asante sana. Kwa hiyo kama unaweza kunifuatilia kwa njia ya mitandao ya kijamii, lakini pia namba zangu ni 0755 060307. 0755 060307. Unaweza kanitafuta kwa message au kunipigia ukapata msaada zaidi wa Jicho la Ufahamu. Amen. Sawa. Mtazamaji, huyu ni mchungaji Jonathan Bulabo, na tumekuwa naye hapa, tumezungumza mengi, nadhani ni machache kati ya mengi ambayo yanahusu Jicho la Ufahamu, na pengine najua kuna kitu ambacho umekipata kutoka kwenye hiki alichokizungumza mtumishi wa Mungu hapa. Nikwambie tu kwamba kipindi hiki ama vipindi vyote ambavyo vimeendelea hapa unaweza ukavipata kwenye mitandao ya kijamii kwa kuandika neno Tumsifu Mungu. Ukiandika Tumsifu Mungu YouTube utakipata kipindi hiki pamoja na vipindi vingine ambavyo vimekuwa vikiendelea hapa studio. Lakini pia ukihitaji kutufuatilia ama unataka kutoa maoni yako, huko pia unaweza ukatupata na ukaandika maoni yako kwenye mitandao ya kijamii, na maoni yako tutayasoma vizuri kabisa na Mungu atatusaidia, tutayafanyia kazi. Nikwambie tu kwamba hapa tunakutana kila inapofika siku ya Jumapili kuanzia saa 12:30 hadi saa 3 kamili asubuhi. Na Mungu ametupa neema siku ya leo, tumekuwa na wageni wengi pamoja na mchungaji huyu, lakini ni kushauri tu wiki ijayo usiache kuungana nasi, kwa sababu kuna mengi mazuri ambayo nitakuwa nimekuandalia na tutaweza kujifunza zaidi katika mada hii ambayo tunakuwa nayo hapa. Mimi naitwa Madoshi James, anayenifanya kuonekana hapa ni Venita pamoja na Elisha Ndaro, na msimamizi wa kipindi hiki ni Emmanuel Makuliga. Nikualike Jumapili ijayo. Kumbuka kilichosemwa hapa, Jicho la Ufahamu, na nikwambie Mungu ametupa masikio mawili tusikie sana, lakini mdomo mmoja tuongee kidogo. Tumeambiwa jifunze kujifunza kwenye kila kitu, lakini usichukue kila kitu. Nikutakia wakati mwema, uwe na Jumapili njema, ibada njema, tukutane wakati ujao. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho